wa St. Jude, kwa maana kwamba wao wametoa uwanja na baadhi ya mahitaji makubwa wao wamekuwa wakichangia. Kwa hiyo tunahakika kwamba baada ya kufanikisha kujengwa kwa uwanja huu utakuwa ni mradi endelevu ambao utawezesha watu wenye albino na jamii ya Tarime Tanzania kwa jumla kuweza kuhakikisha kwamba tunakuza tunaibua na kukuza vipaji na kuviendeleza vya watu wenye albino na wasiokuwa na albino, kuhakikisha kwamba tunafikia malengo kuanzia Tarime na taifa kwa ujumla. Bwana, jambo ni kubwa sana. Mimi nafikiri ni watu kuendelea kuchukua fomu. Sasa tufahamu fomu zinapatikana wapi, lakini pia neno lako la mwisho kwa Tanzania ambao wanakufuatilia. Kimsingi tunaomba jamii wana Tarime, Tanzania na wadau wa kimataifa kuweza kutuunga mkono kufanikisha marathoni hii, na fomu zinapatikana kwa mawasiliano kupitia 0747 48 9804 au kufika ofisi ya ustawi jamii Tarime na ofisi ya TASAC Dar es Salaam, ofisi ya Albinism Sports Club Dar es Salaam na ofisi zote za ustawi jamii Tanzania nzima. Fomu hizo zitapatikana. Watakapokuwa wamesiliana nasi watapata hizo fomu na kuweza kujiunga kuhakikisha kwamba tunashiriki kwenye marathon, kuweza kuhakikisha kwamba lengo letu la Albinism Awareness International Marathon linafanikiwa. Na hii ni mara ya kwanza na ni kitu kikubwa, ni marathoni hii kufanyika. Ni kitu kikubwa na hiyo kutokea Tanzania. Okay. Na sio kwamba kila siku tunapokea mapokeo kutoka Ulaya, Marekani. Hapana. Na hii itawezesha kutangaza Tanzania na Tarime, kwa maana kwamba tukifanya marathoni hii kwanza Tarime, itatangaza Tarime vivutio vya utalii na vivutio mbalimbali na mambo mbalimbali mazuri yanayofanyika Tarime. Kwa nini mmeamua kuiweka Tarime, na mpaka sasa pia kuna sponsors ambao mko nao au mnahitaji pia sponsors? Sababu ya kuweka Tarime, ubunifu wa kwanza wa marathoni hii umetokea Tarime, lakini pia mdau wa kwanza ambaye ameshiriki kuhakikisha kwamba marathoni inafanikiwa ametokea Tarime. Manake sasa lazima tuone Tarime. Lakini pia mwanzilishi wa Albinism Sports Club ametokea Tarime. Ndio kwamba lazima tuienzi Tarime, lakini pia tuifikirie Tarime kwa mapana zaidi. Marathoni nyingi zimekuwa zikifanyikia Dar es Salaam, Mwanza, Dodoma, Arusha. Kwa nini Tarime? Kwa nini Mara? Kwa hiyo ni wakati sasa kuitangaza Mara na vivutio vyake, lakini ubunifu umetokea Mara. Kwa dhamini dunia iweze kutambua kama Mara ipo na ubunifu pia umetokea Mara. Sponsors vipi? Kwa udhamini kwa mara ya kwanza tunaweza kusema Sachita Radio, Sachita Media na Tarime TV na Mara Online wamekuwa karibu na sisi, manake na wadau mbalimbali akiwemo Mwalimu Marai wamekuwa wakishiriki moja kwa moja kuhakikisha kwamba jambo letu linakwenda, wakitoa nauli hapa na pale na baadhi ya mahitaji mbalimbali, wamekuwa wakishiriki moja kwa moja kuweza kuhakikisha na tunafanikiwa. Lakini pia mtangazaji wa Star TV Radio Free Africa ni mdau wetu wa karibu, si mara moja tu, mara nyingi amekuwa akishiriki, hatumlipi chochote, lakini amesema bwana amekuwa anaitwa Jumanne Ntono, amekuwa mara nyingi anasema jambo lolote mnalotaka kulifanya sisi tuko karibu nyuma yenu, sisi nyinyi ndugu zenu, nyinyi mnatokana na sisi na nyinyi mnatokana na sisi, ni familia, sisi ni familia. Kwa hiyo amekuwa karibu na sisi kuhakikisha tunafanya jambo hili. Lakini pia mkurugenzi wa Kifa naye pia tuko ni mdau wa karibu hapa, tuko interview hii, tuko kwenye hoteli yake hapa Kifa Best Point. Ni mdau, naamini hata wageni watakapofika watakuja kufikia kwake hapa, watalala hapa, watakunywa, watakula kuhakikisha jambo letu. Lakini pia mwisho wa yote, mkuu wa wilaya ya Tarime, halmashauri ya wilaya ya Tarime, halmashauri ya mji wa Tarime, siwezi kuacha, hao ndio moja wa lezi wetu ambao wamekuwa karibu. Mkuu wa wilaya amekuwa karibu na sisi na ametupatia ofisi pale, ameshapatia ofisi na ametupatia ofisi ambayo tutaitumia muda wote, miaka yote endelevu. Na yeye ndio mmoja wa wilaya kwanza kutoa ofisi. Malaki yeye ndio mlezi wetu mkuu ambaye amebariki jambo hili lifanyike wilayani. Malaki mkuu wa wilaya akisema halitaki haiwezi kufanyika. Kwa hiyo tunampongeza sana, tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amemteua mkuu wa wilaya ambaye anatupenda na anatujali na ameshiriki mambo mengi ambayo yanatuwezesha kufikia hapa, na tunataraji kupitia yeye
tutafanya makubwa zaidi kuitangaza Tarime, mkoa wa Mara na taifa kwa jumla kwamba watu wenye albino wametushirikisha kuhakikisha kama tunafikia malengo. Brother Dimi, nikushukuru sana kwa time yako na umetupa update, kwa sababu hili jambo bado lina muda mrefu sana, mpaka mwezi wa 6 tarehe 13 tutakuwa tukitoa update kila siku Tarime TV, lakini pia kupitia chombo chochote ambacho watakuwa unaona utafuatilia update hii, si ndio hivyo? Kimsingi nashukuru sana kwa Tarime TV kuweza kutupa interview hii, lakini pia tunaendelea kuambia Watanzania, Wanatarime na jamii ya kimataifa kuweza kupitia social media account yetu ya @albinismsports. Ukiandika Albinism Sports utaona mambo mengi ambayo tunayafanya, lakini pia kupata updates ya nini kinachoendelea kuhakikisha kwamba tunafanikiwa jambo letu. Lakini pia tunaomba wadau mbalimbali, watu binafsi, makampuni, mashirika na taasisi za kiserikali na zisizokuwa za kiserikali kuweza kutuunga mkono kuhakikisha kwamba Albinism Awareness International Marathon inafanikiwa Juni 13 kuelekea maadhimisho ya kimataifa ya kuongeza uelewa juu ya watu wenye albino. Nawashukuru sana. Asante sana. Mimi nikushukuru sana. Mimi naitwa King Baba Mani. Tukutane until next time.